Miaka 10. Ni muda ambao tulikuwa tumeoana. Muongo wa likizo za pamoja, milo ya utulivu, utani ambao tulielewa sisi peke yetu na miradi ya siku za usoni. Nilidhani tulikuwa imara. Nilidhani tulikuwa aina hiyo ya wanandoa ambao watu husema, hii ndiyo ninayotaka siku moja. Kisha alasiri moja nilimwona mwanamume mbele ya ofisi yake. Mrefu, mwenye kujiamini, tabasamu pana kidogo mno. Mke wangu alimfukuza kwa ishara kama anavyofukuza chembe ya vumbi, rafiki wa zamani tu, aliniambia. Lakini haikuwa kweli. Ilikuwa mwanzo wa kushuka. Alinidanganya naye. Basi nilifanya kile ambacho mwanamume yeyote mwenye moyo uliovunjika lakini kichwa juu ya mabega angefanya. Niligundua ukweli. Na nilipoupata sikupiga kelele. Sikuombaomba. Nilijiondoa tu. Nimwache arudi kwenye kimya. Nimwache agundue jinsi inavyohisi kuwa yule anayeachwa. Twende. Yote yalianza na chakula cha jioni. Alhamisi jioni kama nyingine nyingi, hakuna kitu maalum. Nilikuwa nimechoma vipande vya nyama ya nguruwe kwenye jiko la nje kwenye balkoni, pamoja na viazi vilivyopondwa na sanduku la maharage ya kijani. Hakuna kitu cha ajabu, lakini ilikuwa moja ya vyakula vyake vipendwa. Tulikula mezani kama kawaida, tukielezana siku zetu huku habari za runinga zikinung'unika nyuma katika sebule. Alinizungumzia mwenzake mpya aliyefika ofisini. Mmoja aitwaye Elia. Alisema kwa kawaida sana, kati ya kuuma na mwingine. Unajua, bahati mbaya Elia Mwakasege amehamishiwa idara yetu, alitupa huku akikata nyama. Unamkumbuka? Kutoka nyakati za chuo kikuu. Jina halikunigonga mara moja. Ilichukua sekunde. Elia, subiri, mpenzi wako wa zamani, niliuliza, ukiwa angani. Alikubali, akainua mabega. Ndiyo, zamani sana. Tulikuwa pamoja chini ya mwaka mmoja. Karne imepita. Nilishangaa mimi mwenyewe kumwona tena. Dunia ndogo. Na akabadilisha mada. Hivyo akaanza kuzungumza kuhusu kadi ya salamu aliyohitaji kununua kwa dada yake wikendi hiyo. Nami nikaacha. Wakati huo sikumpa uzito. Miaka 10 ya ndoa, laana. Tulikuwa tumeshinda matatizo ya kiuchumi, mimba iliyoharibika, mabadiliko ya kazi, maji yaliyovuja chini, kila kitu. Hata tulikuwa tumenusurika siku niliporudi nyuma na gari na kugonga sanduku la barua la dada yake Krismasi, na familia yake ilinicheka wiki nzima. Hatukuwa wakamilifu, lakini tulishikilia. Ndivyo nilivyodhani. Kwa hiyo alipozungumza kuhusu Elia sikupiga kope. Kila mtu ana historia. Mimi pia. Hadithi chache zisizo na maisha ya baadaye. Unakuwa, unaendelea na unajenga bora. Lakini kulikuwa na kitu katika sauti yake. Sio woga, bali tahadhari. Kusitasita. Kama hataki kukaa juu ya jina hilo. Niliona, lakini sikusema chochote. Nilijiambia ninajifanya mawazo. Sijawahi kuwa na wivu. Mara moja katika miaka 10. Sijawahi kuchungulia simu yake, sijawahi kuhoji ratiba zake. Hakunipa nafasi. Alifanya kazi kwa bidii, alilipa sehemu yake, aliniita wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana kusema tu habari. Tulishikana mikono kati ya rafu za duka la vyakula. Aliweka shati zangu za flannel zilizokunjwa vizuri katika kabati la mlango na hakusahau kununua kahawa ya nafaka wakati ilikuwa na punguzo. Huwezi kushuku mwanamke kama huyo. Lakini sikujua muda gani alikuwa ameacha kucheka nami kama zamani. Kicheko kile kilichomfanya ainamishe kichwa nyuma na kufunga macho. Sauti hiyo ilikuwa imetoweka labda kwa miezi na sikugundua hata. Kwa hivyo, baada ya kutaja Elia jioni hiyo, nilienda nje kwenye gereji kuchukua bia kwenye friji ya ziada. Niliacha mlango wazi, nikitazama chupa na kuhisi hisia hiyo ya ajabu kifuani. Sio hofu hasa. Sio hasira hasa. Tu kitu. Anguko linalokataa kukubali. Elia alikuwa jina la maisha mengine.
Hadithi aliyonieleza miaka iliyopita, hadithi ya mapenzi chuoni iliyomalizika alipohitimu kwanza na kuondoka kwenda mahali pengine. Aliniambia alikuwa mvutio lakini mgumu na kwamba walitaka mambo tofauti. Sikufikiria kusikia jina hilo tena, hasa karibu na sahani ya nyama Alhamisi jioni. Wikendi iliyofuata nilimuuliza jinsi kazi inavyoenda ili kuona kama angewatoa tena. Hakuna hata neno moja. Nami sikushikilia. Lakini katika wiki zilizofuata nilianza kuona maelezo madogo. Hakuna kilicho wazi. Vitu vya ajabu tu. Alivaa kwa uangalifu zaidi kwenda kazini. Pete mpya za masikio. Jozi ya viatu vya juu alivyosema alinunua kwa punguzo. Alikuwa mzuri daima, lakini hakujipamba sana kwa ofisi. Hata alianza tena kutumia manukato yale yale ya mwanzo wetu. Sikusema chochote. Niliona tu. Kila jioni niliandaa chakula cha jioni, tulizungumza kama kawaida na nijiuliza kama Elia alionekana katika mazungumzo yake kazini. Kama alimchekesha. Kama bado alikuwa na dimple ile alionionyesha kwenye picha ya zamani akisema alionekana kama nyota wa sinema anapotabasamu. Hapo ndipo nilipoelewa. Sikujua tena sio kama nilivyodhani. Nilijua tabia zake, kicheko chake, mila zake. Lakini sikujua tena kile kilichokuwa moyoni mwake. Sikujua tena alifikiria nini anapotazama tupu anapoosha meno, au kwa nini alitetemeka nilipotafuta mkono wake usiku. Kwa hindsight, nadhani hapo ndipo yote yalianza kweli. Sio alipomwona tena. Sio aliponizungumzia. Bali alipobadilisha mada kama jina hilo lilikuwa kibiriti kilichowashwa na yeye alipaswa kukizima haraka. Sikujua bado jinsi kibiriti hicho kingechoma. Baada ya kuwasili kwa Elia katika idara yake, ilikuwa kama wamebonyeza swichi ndani ya mke wangu. Mwanzoni sikufanya uhusiano. Labda nilikataa kuona. Mtu huzoea urahisi. Hujenga tabia. Na kitu kinapoanza kutikisa yote, unakiweka kwa msongo au kipindi kigumu. Lakini haikuwa kipindi kigumu tu. Alianza kurudi nyumbani marehemu. Alisema ofisi ilikuwa imejaa kazi, mradi mpya waliouchukua ulikuwa ndoto mbaya na alipaswa kubaki kuweka mambo sawa. Mara moja kwa wiki, kisha mbili, kisha ikawa kawaida. Nilikuwa nakula peke yangu nyumbani, televisheni nyuma, sahani yake iliyofunikwa kwa foil ikipoa juu ya meza ya jikoni. Mara nyingine alinitumia ujumbe, bado nachelewa. Usijali kuhusu mimi. Mara nyingine hakuna. Na aliporejea hatimaye, hakuwa tena mwanamke niliyemjua anayeingia mlangoni. Alionekana amechoka, ndiyo, lakini hasa tupu. Kama nuru iliyokuwa ndani yake imezimwa au imehamia mahali pengine. Nilijaribu kudumisha amani. Nilifanya usafi zaidi. Nilishughulikia bustani. Nilipika. Hata nilianza kufanya nguo yeye alikuwa akishikilia kufanya mwenyewe, akisema mimi niliharibu nguo zake nyororo. Lakini Jumapili moja nilijaribu na nikakunja yote kama nilivyodhani anapenda. Aliporejea alitazama kikapu na akapumua kama nimeharibu kazi bora. Umekunja vitambaa kwa njia isiyo sahihi, alisema. Nilipiga kope. Kwa maana gani? Hukunjwa kwa 3, sio 2. Yanapangwa vizuri zaidi. Ilibadilika kuwa mzozo juu ya kwamba mimi sijawahi kuwa makini na sijawahi kusikiliza, nami nikajikuta nikitetea njia yangu ya kukunja vitambaa kama niko mahakamani. Sikuwa na hasira. Nilikuwa nimepotea. Hatukuwa na aina hiyo ya ugomvi hapo awali. Siku zote zilikuwa utani, kuinua mabega na umefanya bidii mpenzi. Lakini sasa kila nilichofanya kilionekana kuanguka vibaya. Alikosoa kila kitu. Njia nilivyoweka vyombo kwenye mashine ya kuosha. Njia nilivyoegesha gari. Mfululizo nilioangalia. Hapo awali alicheka kwa upole hadithi zangu za upelelezi, sasa hakuweza kuvumilia kelele. Alisema ilikuwa kubwa mno. Kwamba niliharibu ubongo wangu. Mbaya zaidi, hakunigusa tena. Sio ishara kubwa. Vitu vidogo tu.
Mkono mgongoni, busu shavuni, kunishika mkono dukani. Ukaribu huo wa kila siku unaojengwa kwa miaka kama tabaka za rangi umetoweka. Nilinyosha mkono, yeye alitetemeka au akajiondoa, kama akili yake ilikuwa tayari mahali pengine. Nilijiambia ni msongo. Nilijirudia kama sala. Ni msongo tu. Ni kazi tu. Lakini ndani yangu kitu kilifungwa. Niliona alikuwa akitazama simu zaidi, lakini kamwe mbele yangu. Hapo awali alisogeza, akacheka, akionyesha video za kuchekesha au makala za ajabu. Sasa alielekeza skrini. Mara tu nilipoingia chumbani, aliifunga bila kufikiria. Aliniambia alikuwa amechoka sana, kwamba kazi ilikuwa hii ya wazimu, kwamba walikuwa hii wakirekebisha idara yote na kila mtu alipaswa hii kufikia kiwango. Nilimuuliza mara nyingi kama alikuwa sawa. Ndiyo, alijibu. Nimechoka tu. Nilimpendekeza nipike zaidi, nimwachie wikendi ya utulivu, labda twende kuvua samaki au tukodishe nyumba vijijini kama zamani. Alinitabasamu tabasamu lisilofika macho na kusema, tutaona. Lakini hatukuona kamwe. Kisha zikaja jioni alizorejea kweli marehemu baada ya saa 6 usiku. Nilikuwa nimelelwa nusu kwenye kiti niliposikia ufunguo kwenye kufuli. Aliingia, akaweka begi, akasema habari, na akaenda moja kwa moja bafuni. Mara nyingine sikusikia hata maji yakimiminika. Kufuli tu na hatua zake za kimya gizani. Mara moja kwa upole nilimuuliza kama kuna kitu kibaya. Umebadilika, nilisema. Inaonekana hupo tena nami. Alinitazama sekunde kama anatafuta jibu sahihi, kisha nimechoka. Yote ni sawa. Na labda hapo ndipo nilipoelewa kweli kuwa haikuwa hivyo. Hata harufu yake ilikuwa imebadilika. Shampoo mpya, manukato mapya. Alisema alipokea sampuli kutoka mwenzake. Ilitoa harufu nzuri nadhani. Lakini haikuwa tena yeye. Haikuwa tena harufu niliyokuwa nimeizoea baada ya miaka 10, ile iliyobaki kwenye mto na ikinifanya nitabasamu asubuhi anapoondoka. Yote yalikuwa yakiteleza. Nilikuwa na hisia ya kuishi na mgeni anayebeba uso wa mke wangu. Hatukula tena mezani. Alisema alipaswa kufikia barua pepe nami sikushikilia. Jioni nyingi nilikula peke yangu nikitazama saa. Nijiuliza alikuwa wapi kweli? Aliandika nani? Kwa nini hakukaa tena karibu nami kwenye sofa? Sikuwa na ushahidi. Hakuna jina sahihi, hakuna wakati, hakuna sentensi ningeweza kuonyesha nikasema hapa. Hapa ndipo ilitokea. Lakini nilikuwa na hisia hiyo matumboni. Ile inayokuambia kile unachopenda kinazama polepole majini na wewe bado uko kwenye gati ukitarajia kigeuze mwelekeo. Ilikuwa Jumanne, mwisho wa mwezi wa 9. Jua lilikuwa linazama tayari kuelekea saa 19, nuru hiyo ya rangi ya machungwa inayolainisha yote. Sikumwambia ningekuja. Nilitaka kumshangaza. Alipenda sana hapo awali. Nilijiambia tunaweza kuchukua sandwichi na frap, tuzungumze kama kabla maisha hayajawa mazito hivyo. Kazi ilimalizika mapema siku hiyo, kiyoyozi kilikuwa kimeharibika na bosi aliamua hatutakufa sote kwa joto kwenye maabara. Nilirejea nyumbani, nikaoga, nikajinyoa kwa uangalifu, nikaingiza shati alilopenda kijani kibichi chenye madoa madogo meupe. Aliniambia siku moja kwamba kwa hilo nilionekana mpole. Sikuelewa vizuri maana yake, lakini nilikumbuka. Ofisi yake ilikuwa katika eneo la biashara nyuma ya duka la sandwichi na safu ya ofisi za mawakili. Jengo la kawaida, madirisha yenye rangi, mimea bandia kwenye ukumbi. Nilifika kidogo kabla ya saa 19. Niliegesha mbele, injini ikiwa imezimwa, madirisha yakiwa wazi. Hewa ilikuwa na ubaridi wa vuli unaoanza kuhisiwa. Nilingoja dakika 10 hivi, nikipiga kidole juu ya usukani, nikitazama watu wakitoka. Wengine wawili, wengine peke yao, wengi wakiwa na sura ya uchovu. Kisha nikamwona. Alitoka kwa mlango wa pembeni akiwa na kikombe cha kahawa cha kuchukua mkononi huku akicheka.
na yeye alikuwa karibu yake. Eliya hakuhitaji utambulisho. Nilikuwa nimeona picha moja ya zamani ya chuo. Alikuwa amebadilika kidogo sana, uso umejaa kidogo na nyuzi chache za kijivu kwenye ndevu. Lakini alikuwa yeye, hakuna shaka. Tabasamu lile lile kamili mno, kama anajizoeza mbele ya kioo kila asubuhi. Hawakugusana, lakini walikuwa karibu mno. Karibu kiasi cha mabega yao kugusana mara moja, bila jambo hilo kuwasumbua. Nilikaa ndani ya gari, moyo ukipiga kwa nguvu kiasi kwamba niliuhisi juu ya klaksoni. Mkono ulishika usukani kiasi kwamba kifuniko kilitoa sauti. Yeye hakuniona mara moja. Walitembea kidogo kwenye barabara ya watembea, walisimama kabla ya mistari ya kuvuka. Yeye alisema kitu, yeye akacheka tena. Kicheko kile asichokuwa nacho nami kwa miezi. Nyepesi, kamili, kama kinatoka sehemu yake inayopumua bado. Iliniumiza zaidi ya yote mengine. Yeye alionyesha kitu upande mwingine wa barabara. Yeye akatikisa kichwa akitabasamu. Kisha akageuka, akachunguza njia kwa macho na akaniona. Tabasamu lake lilikufa. Alipiga kope kama hawezi kuamini, kisha akaja kuelekea gari, haraka lakini bila kukimbia. Yeye alibaki nyuma akiwa na sura ya kushangaa. Labda hata kuridhika kidogo. Sikupenda uso wake. Sijawahi kuupenda. Nilishusha dirisha alipofika. Habari, nilisema kwa sauti tulivu. Habari, alijibu, macho yakiwa wazi. Unafanya nini hapa? Niliinua nyusi. Nimetamani kukushangaza. Kukubebea chakula cha jioni. Nilijiambia labda tunaweza kujipata tena kidogo. Macho yake yaliteleza nyuma yake kuelekea Eliya ambaye bado alikuwa akisita. Alitoa tabasamu la kulazimishwa. Ni kweli mpole. Sikujua chochote. Ndiyo, nilisema polepole. Naona. Kimya kirefu. Aliingiza nywele nyuma ya sikio, tabia ya woga niliyoijua kwa moyo. Sikuwa naye, kama ndicho unachofikiria. Sijasema chochote, nilijibu. Alicheka, fupi na ya kulazimishwa. Namaanisha, nimemkuta tu nikitoka. Mara ya kwanza leo nimemwona. Bahati mbaya tu. Ilinigonga moja kwa moja tumboni. Mara ya kwanza leo, Walikuwa wameambatana. Walicheka. Walishiriki wakati usiokuwa wa kawaida. Nilimtazama na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sikuitambua tena macho yake. Ilikuwa kama anabebea uso wa mtu mwingine. Mwanamke niliyemjua angekuwa amechanganyikiwa, amekasirika, angenishika mkono, angenieleza yote kwa haraka. Lakini huyu, tulivu mno. Tulivu mno. Una uhakika? Niliuliza. Taya lake likakaza. Ndiyo. Si kitu. Ni mwenzake tu sasa. Mwenzi tu. Maneno hayo yalibaki mdomoni mwangu kama mkate mkavu. Nilitazama zaidi ya bega lake, nikaonana na macho ya Eliya kwa sekunde. Hakugeuza macho. Ishara ndogo tu ya kichwa, kama wanaume wawili wanaogongana baa na wanapendelea wasije mikononi. Nilivunja mawasiliano na nikamtazama tena. Una njaa? Alisita. Nilikuwa nitachukua kitu kidogo nyumbani. Nimekuwa na siku ndefu. Bila shaka. Sawa, nilisema nikizungusha ufunguo. Injini ikatoa sauti. Basi nyumbani. Aliondoka kutoka gari akiuma mdomo kama anataka kusema kitu. Lakini hapana. Nilianza polepole nikitupa mtazamo wa mwisho kwenye kioo. Alibaki pale kwa muda, kisha akageuka na kutembea kuelekea jengo. Kuelekea kwake. Sikutaka kuamini. Nilitaka kumwamini. Kweli. Lakini ndani kitu kilipasuka jioni hiyo. Mpasuko mdogo. Wa wale wasioonekana mara moja hadi wanapopanuka. Na nikizunguka kona kurudi nyumbani peke yangu, nilijua kitu kwa uhakika. Haikuwa mara ya kwanza aliyemwona Eliya siku hiyo. Mbali na pale. Sio aina ya mtu mwenye wasiwasi.
Sijawahi kuchungulia draw wala kufuatilia eneo la mtu. Lakini ninaamini kanuni rahisi sana hii: matumboni yanapokuambia kuna kitu kibaya, unasikiliza. Haswa yanaporudiwa kila usiku, hata baada ya kuzima taa. Basi nilichukua uamuzi. Nilingoja siku 2 au 3, nikaacha mambo yatulie. Yeye aliendelea kama hakuna kitu. Alirejea, akatundika begi, akauliza jinsi siku yangu ilivyokwenda, akatabasamu kama yote ni kawaida. Lakini hakuna kilikuwa kawaida. Tulikuwa tumepitisha mstari na yeye hakuonekana hata kujua. Alhamisi iliyofuata nilichukua asubuhi na nikaenda mjini. Rafiki yangu Juma alikuwa amenizungumzia mtu aliyemsaidia binamu yake kukamata mke wake na jirani. Mwenye busara, bila kelele. Ukweli tu. Ndivyo nilivyohitaji. Hakuna makabiliano. Hakuna mashtaka. Ukweli tu, baridi. Alijulikana kama Danieli Mushi. Ofisi yake ilikuwa juu ya saluni ya nywele na ilitoa harufu ya kahawa iliyochemshwa mno na vumbi. Alikuwa na sura ya mpelelezi wa riwaya hii: nywele za kijivu zilizopigwa nyuma, tai iliyolegezwa kidogo, mikono iliyokunjwa. Alinishika mkono na kuniamuru nimwite Dan. Una uhakika unataka kufanya hivi? Aliniuliza akikaa kwenye kiti chake kilichotoa sauti, mikono ikiwa imevuka juu ya tumbo. Hapana, nilijibu. Lakini lazima. Nilimweleza yote. Elia, kuchelewa, mabadiliko katika macho yake. Bila kuzidisha. Vipande vya fumbo tu. Dan alichukua maelezo kwa kalamu ya zamani. Aliniuliza ratiba zake, gari, anapokula chakula cha mchana. Aliniambia angeanza kufuatilia siku inayofuata na ningepata habari kila wiki isipokuwa dharura. Usitarajie mambo ya filamu, aliongeza huku akiandika. Nikusubiri na kahawa mbaya hasa. Inafaa, nilisema. Nataka ukweli tu. Nililipa malipo ya awali kwa pesa taslimu. Alinipa risiti na kuniambia nisiwe na wasiwasi. Utashangaa jinsi inavyokuwa mara nyingi. Lakini haipunguzi kamwe mshtuko. Wiki iliyofuata ilionekana isiyoisha. Nilijaribu kujifanya. Nilipika. Nilikata majani. Nililipa bili. Lakini yote yalionekana kutokea chini ya maji. Yeye alibaki mpole. Sio mwenye upendo, lakini mpole. Kama anafidia kitu anachofikiri sioni. Lakini niliona yote. Sikujua tu bado maana yake. Dan alipiga simu Ijumaa iliyofuata. Nina vitu utakavyotaka kuona, alisema. Nilienda ofisini mwake, tumbo likiwa limenyooka. Alikuwa na bahasha ya karatasi ya krafti tayari. Hakuna mapambo. Alininyoshea na akakaa tena kwenye kiti kilichotoa sauti, akinichunguza kama fundi anavyochunguza mteja anayeangalia injini yake iliyokufa. Ndani picha. Mke wangu. Elia. Moja yao kwenye balkoni ya baa. Karibu mno. Mkono wake juu ya kifundo chake. Aina ya ishara isiyofanywa kwa mwenzake wa kawaida. Nyingine kwenye bustani. Wakitembea kwenye njia. Wakicheka, vichwa vikiwa karibu kama wanashiriki siri. Na ya mwisho, yeye akipanda gari lake baada ya kazi, bila kusita, bila kutazama karibu. Nilipitia polepole, koo likiwa limenyooka. Kisha ukurasa wa mwisho, picha 3 zenye chembe za kamera ya maegesho. Yeye akifungua mlango wa chumba cha hoteli. Yeye karibu. Wote wawili wakiingia. Hawakutoka kabla ya karibu saa 3. Dan hakuzungumza sana. Alinimimina kahawa, akaacha kimya kijengeke. Naweza kukupa ratiba, anwani, hata video ukitaka, alisema. Lakini tayari una zaidi ya kutosha. Nilikubali. Sikuweza kuongea. Picha hizo zilikuwa na kitu cha mwisho. Mashaka yote, maswali yote, hakuna kilichokuwa na maana tena. Sikuwa na kitafuta tena. Sikuwa na shaka tena. Nilijua. Jioni hiyo nilikaa muda mrefu ndani ya gari kabla ya kuingia. Nilitazama taa za barabarani zikiwashwa. Nikakumbuka miaka 10 iliyopita. Likizo.
Krismasi. Jumapili alasiri kwenye balkoni. Yote yalionekana kumbukumbu za mwingine. Yeye alikuwa tayari pale nilipoingia. Muziki laini ulitoka kwenye spika, alikuwa anaandaa pasta kama Ijumaa yoyote. Alinitabasamu akiniona. Aliniuliza kama nina njaa. Nilimwambia sijisikii vizuri. Nilienda moja kwa moja bafuni, nikafunga kufuli na nikakaa kwenye ukingo wa bathtub. Na nikalia. Sistahili kusema. Nililia kwa maisha niliyodhani nina. Kwa mwanamke niliyodhani namjua. Kwa sehemu yangu iliyotaka bado kuamini maelezo mengine. Lakini hakukuwa. Ukweli ulikuwa pale, nyeupe na nyeusi, katika bahasha ya karatasi ya krafti iliyokuwa juu ya kiti cha abiria. Na hakukuwa tena njia ya kurudi nyuma. Sikumkabili. Nilitaka niamini. Kulikuwa na usiku nilikaa mezani jikoni na picha hizo mbele, moyo ukipiga, nikifikiria wakati nitakapompiga uso wake nikiomba majibu. Lakini nilizichunguza zaidi, ndivyo nilivyoelewa sikuhitaji majibu. Nilikuwa nayo tayari. Kilichohitajika ni njia ya kutoka. Safi. Kimya. Ya mwisho. Basi niliandaa mpango wangu. Nilingoja aondoke kwenda kazini asubuhi moja na nikaanza simu. Kwanza mwanasheria. Nilipata mmoja aliyekaguliwa vizuri, anayejulikana kuwa thabiti lakini wa haki. Nilimweleza yote kwa sauti tulivu huku nikiorodhesha ukweli. Alisikiliza, akauliza maswali machache, kisha fanya unachopaswa. Tuanze kazi. Katika wiki zilizofuata nilikuwa mtu mwingine. Nilikuwa bado mwanamume aliyembusu asubuhi kabla ya kutoka na aliyemwambia usiku mwema kabla ya kugeuka kitandani. Lakini chini nilikuwa mzimu katika maisha yangu mwenyewe. Niliona. Niliandaa. Nilijiondoa. Tuliishi katika nyumba ya vyumba vitatu ya kawaida katika eneo la nje, si mbali na kazi yake. Tulitia saini mkataba pamoja miaka 4 iliyopita, tukivutiwa na balkoni na dirisha kubwa la jikoni lililoruhusu jua alasiri. Sikuweza hata kutazama dirisha hilo tena. Nilitoa mkataba wa kukodisha alasiri moja alipokuwa chini ya oga. Nilimpigia mmiliki kujua muda wa taarifa endapo kutatolewa mapema. Siku 30 waliniambia, isipokuwa wote wawili watie saini. Lakini mmoja akiondoka na kuacha amana, wanaweza kufunga bila shida. Ilinifaa. Nilipata nyumba ndogo ya vyumba viwili katika eneo la karibu, eneo tulivu, miti mingi. Hakuna cha anasa lakini chenye utulivu. Mmiliki alikuwa bwana mzee mwenye adabu, si mwenye udadisi mno. Alinipa funguo akisema, bahati njema kwa mwanzo huu mpya, kijana. Kisha pesa. Nilifungua akaunti kwa jina langu pekee, nikahamisha kiasi cha kutosha kubaki sawa. Sikutaka kumharibu. Sikutafuta kisasi. Mgawanyo safi tu. Mwanasheria aliandika makubaliano ya mgawanyo ibili, madeni ya pamoja yote yalihesabiwa. Jambo gumu zaidi lilikuwa kufunga. Nilifanya polepole kwa wiki 2, sanduku hapa na pale. Niliyaweka kwenye bagaji ili asione chochote. Nilimwambia nilikuwa ninamsaidia rafiki kupanga kibanda chake cha bustani wikendi, jambo lisilo la uongo kabisa. Juma alikuwa na kitu cha kurekebisha. Usiku wa kuamkia safari yake ya kazi ambayo nilijua kutokana na mpelelezi ilikuwa wikendi tu na Elia, nilikaa sebuleni, taa zikiwa zimezimwa, nikitazama yote. Picha ukutani. Blanketi aliyokuwa akijikunja ndani yake daima. Kikombe chake kipendwa kwenye sinki. Haikuonekana tena nyumba. Aliondoka Ijumaa asubuhi karibu saa 1. Alisema angekuwa kwenye kongamano hadi Jumatatu. Alinipa busu shavuni, nyepesi na haraka kama mtu wa haraka. Nilimwambia ajihadhari. Mara tu gari lake lilipotoweka, nilianza kazi. Nilimaliza kupanga vitu vyangu, nguo, zana, sanduku la kadi za zamani za salamu alizonandikia. Hata nilichukua rafu ndogo ya vitabu niliyojenga na baba yangu kabla hajaondoka. Ilikuwa yangu kabla ya ndoa, sikuweza kuiacha. Nyaraka za kutatua zilikuwa zimetiwa saini.
Niliacha funguo katika bahasha kwa jina la mmiliki, nikiibandika juu ya friji. Hakuna barua. Hakuna kwaheri. Utupu tu pale nilipokuwa. Nilipakia yaliyobaki gari, nikafanya mzunguko wa mwisho wa nyumba. Nilisimama mbele ya mlango wa chumba, kisha nikatoka bila kuingia. Saa 6 mchana nilikuwa nimeondoka. Safari hadi nyumba mpya ilikuwa kimya. Hakuna redio. Sauti ya matairi na pumzi yangu tu. Ilikuwa kama kubadilisha ngozi. Kuacha nyuma sio nyumba tu, bali toleo langu lisiloweza kuwa tena. Nilipofika sikufungua mizigo mara moja. Niliweka masanduku na nikakaa chini. Kimya hakikuwa kizito. Kilikuwa cha utulivu. Sikulia. Sio wakati huo. Nadhani nilikuwa nimezimika mno. Usiku huo wa kwanza nililala juu ya godoro lililowekwa moja kwa moja sakafuni, bila chuma, bila shuka, blanketi tu na mto wa zamani. Sikuhisi majuto kwa kitanda kikubwa wala blanketi tuliogombania nafasi. Sikuhisi majuto kwa sauti ya brashi yake ya meno chumba jirani. Sikuhisi majuto kwa sauti yake ikisema usiku mwema. Nilichohisi kilikuwa kingine. Utaratibu. Kwa mara ya kwanza kwa miezi sikuhitaji kujifanya tena. Sikuhitaji kumeza mashaka yangu wala kupuuza kimya kilichokuwa kati yetu. Sikuhitaji kutabasamu kwa mwanamke anayenitazama machoni na kusema uongo. Nilikuwa nimeondoka. Na hili lilihesabu zaidi ya makabiliano yoyote. Alirejea Jumapili. Nilimwaza zaidi ya mara moja akiingia, akitarajia kuhisi harufu ya chakula cha kuchukua au nguo safi. Labda alifikiria kunipata kwenye sofa, nikibadilisha chaneli au nikifanya kazi jikoni. Labda hata alijaribu nini kusema kama hakuna kilichobadilika. Lakini yote yalikuwa yamebadilika. Nyumba ilikuwa tupu. Hakuna sofa. Hakuna picha. Hakuna viatu karibu na mlango. Hakuna mimi. Labda alibaki amesimama dakika moja akipiga kope akitarajia ipate maana. Lazima alinaita jina langu mara moja kisha nyingine. Akafungua mlango wa chumba. Akatazama kabati. Akavuta draw. Hakuna. Simu yangu imezimwa kabisa. Nilikuwa nimebadilisha namba na mtandao siku ile ile ya kuondoka. Hakuna athari ya kidijitali. Alipiga simu marafiki zangu, ndugu yangu, hata bosi wangu wa zamani wa maabara, akifikiria labda nimeondoka kupiga kambi peke yangu kama mwanzo wa uhusiano wetu. Lakini nilikuwa nimehakikisha hakuna anayejua niko wapi. Walijua kwamba mwanamume anayetaka kutoweka kwa heshima anapaswa kuheshimiwa. Nilikuwa nimekuwa asiyeonekana. Nilidhani nilikuwa nimefunika vizuri athari zangu. Nilikuwa nimechukua nyumba ndogo katika eneo la makazi tulivu, umbali wa eneo chache na balkoni ningeweza kukaa na sehemu ndogo ya bustani ya kutosha kukata majani Jumamosi. Mkataba ulitiwa saini kwa jina langu la pili. Bili za maji na umeme pia. Hakuna kilichorudisha jina langu la kawaida. Hata niliandaa kwa pesa taslimu vitu vya pili lakini imara. Ilifanya vizuri kujenga kitu kwa ajili yangu, hata kama zilikuwa viti viwili na meza ya jikoni. Haikuwa nyingi, lakini ilikuwa amani. Nilidhani mwishowe angegeuza ukurasa. Alikuwa na Elia sasa. Mustakabali wake mzuri mpya. Acheze maisha ya wanandoa naye. Nilijiambia kama ningebaki mbali kwa muda wa kutosha angeacha kutafuta. Lakini wasaliti wana hisia ya sita unapowanyang'anya zulia chini ya miguu. Hakukata tamaa. Aliingia hali ya mpelelezi. Lazima alikumbuka maelezo niliyoacha miezi iliyopita, njia ndogo niliyopenda, ishara ya wakala wa mali isiyohamishika niliyoonyesha. Hii ndiyo miaka 10 ya ndoa. Historia huacha athari. Wiki moja baada ya safari yake, wikendi aliyopita na Elia katika hoteli, waligonga mlango wangu. Jua lilikuwa limezama tu. Nilikuwa kwenye balkoni, kahawa mkononi, nikitazama anga ikipita kutoka rangi ya machungwa hadi bluu giza. Ilikuwa imenyesha awali, hewa ilitoa harufu ya udongo uliolowa.
Mwanzoni nilifikiria jirani. Kisha pigo likarudiwa. Sio la wasiwasi. Sio la polepole. Tu la uamuzi. Nilisimama, moyo ukishatoa kasi. Nilienda mlangoni. Nikasogeza pazia. Alikuwa yeye. Amesimama kwenye njia ya kokoto, akishika begi kama lina uzito wa tani. Nywele zimefungwa, uso mweupe, macho yamevimba. Alionekana hajalala kwa siku. Kama amelilia kwa saa nyingi. Aliona pazia likisogea. Midomo ikafunguka. Akachukua hatua mbele. Sikufungua mara moja. Nilichukua pumzi ndefu, nikahesabu hadi 5, kisha nikazungusha kushughulikia na nikafungua kidogo tu. Macho yake yakawaka akiniona. Mdomo ukafunguka lakini hakuna kilichotoka. Alinitazama kutoka kichwa hadi miguu kama kuthibitisha ni mimi kweli. Sikusema chochote. Sikumuuliza jinsi alivyoniopata wala anachotaka. Nilimnyoshea bahasha tu. Karatasi ya krafti rahisi. Bila lebo. Ndani hii picha. Ripoti na ratiba. Nakala za check-in za hoteli. Ubadilishanaji wa barua pepe za kazi aliofikiri sitawahi kuona. Na juu, iliyobanwa kwa uangalifu, nyaraka za talaka. Aliichukua kwa mikono miwili akipiga kope kama haelewi. Aliifungua pale kwenye balkoni. Mara tu macho yake yalipogusa picha ya kwanza, mkono wake katika wake, wakati wakitoka baa ndogo kama vijana, miguu yake ilishindwa. Alijiacha kuanguka kwenye ngazi, bahasha ikishikwa magotini. Hapana, alinung'unika. Sijazungumza bado. Aliinua macho kuelekea kwangu, machozi yakipanda haraka. Tafadhali, alisema. Tafadhali, tunaweza kuzungumza. Nilikaa nimesimama. Bila kusonga. Niruhusu nieleze, aliomba. Haikupaswa, Haikumaanisha Niliinua mkono. Sio kupiga. Ya kutosha kumnyamazisha. Kimya kati yetu kilikuwa kizito kuliko ugomvi wowote. Yeye alikivunja kwa kilio laini na chenye maumivu, kama kitu kinapasuka ndani yake. Alinyosha mkono kuelekea mkono wangu, kama zamani wakati yote yalikuwa sawa. Nilijiondoa. Si wewe huyu, alisema. Si hivyo. Wewe ni mpole. Unazungumza daima kuhusu mambo. Nilimtazama moja kwa moja machoni na hatimaye nikajibu, nilikuwa mpole. Nilizungumza. Ni wewe uliacha kusikiliza. Alifungua mdomo tena, lakini nilikuwa tayari nikifunga mlango. Sikuubisha. Niliufunga tu polepole. Na nikazungusha ufunguo. Alirejea siku iliyofuata. Sikufungua hata wakati huo. Nilimtazama kutoka nyuma ya pazia. Njia ile ile ya kokoto. Begi lile lile lililokuwa linaning'inia kama uzito uliokufa. Uso wake ulikuwa umevimba zaidi, kama amelilia usiku mzima bila kupata chini. Alibaki pale kwa muda. Pigo moja. Kisha lingine. Hakuondoka mara moja. Aliketi kwenye ngazi kama tulivyokuwa vijana na tukizungumza kwa saa nyingi kuhusu mambo yasiyo na maana. Magoti yamekunjwa, mikono imefungwa. Nilimwona akisogeza midomo mara moja au mbili, labda alirudia kitu. Labda alisali. Nani anajua? Alibaki nusu saa nzuri kabla ya kusimama na kurudi kuelekea gari. Nilidhani ilikuwa imekwisha. Lakini hapana. Asubuhi iliyofuata kulikuwa na barua kwenye sanduku la barua. Karatasi iliyokunjwa mara 2. Jina langu limeandikwa juu kwa mkono wake. Karibu niliamua nisifungue. Ningependelea. Ndani aliandika, tafadhali nizungumzie. Nimefanya kosa. Sikujua tena ninaelekea wapi. Nimepotea. Sijawahi kuacha kukupenda. Sikujua tu jinsi ya kuomba msaada. Nipe nafasi ya mwisho. Chakula cha jioni. Saa 1. Nitakueleza yote. Ikiwa baadaye bado unataka kuondoka, sitakuzuia.
Nilikaa kwenye balkoni na barua hiyo mkononi hadi anga ikawa nyeusi. Sikujibu. Wiki moja baadaye alirejea. Alipanda njia ya kokoto polepole kama anaogopa nitapotea, akienda haraka mno. Wakati huu nilimngoja nje, hasa kuepuka kuamsha majirani au kufanya kelele. Alikuwa na sura mbaya zaidi. Nywele zimefungwa, midomo imepasuka, macho tupu. Hakuna vipodozi, uso tu niliouona kuamka zamani. Isipokuwa sasa ulikuwa na uzito wa majuto kama begi lenye matofali. Siji kupigana, alisema. Bora hivyo, nilijibu. Alitoa karatasi kutoka mfukoni na kuninyoshea. Ni nini hii? Niliuliza. Namba. Mwanasaikolojia. Ninaenda. Nilitaka ujue ninajaribu. Sikuichukua. Alinitazama, macho yakiwa na maji. Ulikuwa kitu bora kilichonipata, alisema, sauti ikitetemeka. Sijui hata nimekuwa nani. Nimeharibu yote. Najua. Lakini bado nakupenda. Sijawahi kuacha. Nilikaa kimya kwa muda mrefu. Upepo ulifanya matawi yasikike, majani makavu yakaanguka kama minong'ono. Na kuamini, nilisema. Lakini hii haibadilishi kilichotokea. Sikutaka iende mbali hivyo. Najua, nilijibu. Ndiyo maana mambo yanakuwa mabaya zaidi. Alionekana anataka kuanguka pale kwenye barabara. Kama kumbatio lingetosha kumfanya avunjike. Nimepotea, alisema. Yote yalionekana yamesimama na yeye alinifanya nijisikie nikitazamwa tena. Nilikubali. Na mimi hapana. Alitetemeka. Ndiyo. Lakini mwishowe nilikuchukulia kwa urahisi. Nilidhani utakuwepo daima. Hilo lilikuwa kosa lako. Hatukupiga kelele. Hatukuinua sauti. Tulikaa pale tu, kimya. Watu wawili waliokuwa wakishiriki yote, sasa wametenganishwa na shimo lisilopitika. Bado una nyaraka? Niliuliza. Alikubali. Zimewasilishwa? Bado. Mimi sikuweza. Nilitoa kalamu kutoka mfukoni nikamnyoshea. Fanya, nilisema. Ni wakati. Mikono yake ilitetemeka. Alichukua kalamu akinitazama kama anatarajia gari la uokoaji. Sikumpa. Si tena mwanamume aliyekuwa madhabahuni miaka 10 iliyopita, nilimwambia. Na wala wewe. Ninaweza kuwa yeye tena, alinung'unika. Ukinipa muda. Nimekupa miaka 10, nilijibu. Nimekupa yote niliyokuwa nayo. Alikubali polepole. Amevunjika. Najua. Na nimeharibu yote. Tulikaa bado muda. Kisha nikageuka na kuingia. Hakunifuata. Hakupiga kelele. Hakulia. Alibaki pale tu kwenye kokoto akishika karatasi ile iliyokunjwa kama ndicho pekee kilichomshika amesimama. Talaka ilitangazwa miezi 6 baadaye. Hakuna drama. Hakuna vita mahakamani. Alitia saini alichopaswa. Mimi pia. Tuligawa samani, akiba, madeni ya mwisho ya pamoja. Hakuhitajika mawakili wagombane. Ilikuwa tulivu. Safi. Siku iliyofika barua yenye hukumu ya mwisho, nilifungua bahasha kwa mkono thabiti. Nikakaa kwenye balkoni na kahawa safi na nikasoma kila mstari kama ripoti ya hali ya hewa ya dhoruba iliyopita. Hukumu ya talaka. Jina langu. Lake. Wino tu juu ya karatasi. Lakini ilionekana kama kaburi. Sikulia. Sio siku hiyo. Labda nilikuwa nimekwisha mimina yote siku nilipofunga mlango wa nyumba na kuacha funguo zikiwa zimebandikwa juu ya friji. Hajarudi tena baada ya ziara hiyo ya mwisho. Hakuna barua tena. Hakuna pigo mlangoni. Nadhani mwishowe alielewa. Sikuondoka kwa hasira. Niliondoka kwa sababu ilibidi. Kwa sababu kusamehe haimaanishi kila wakati kurudi kama ilivyokuwa. Wakati mwingine inamaanisha kuacha tu na kumtakia mwingine amani kutoka mbali. Ndivyo nilivyofanya.
Nilimtakia amani na kisha nikamwacha aende. Ilikuwa ngumu, sikatai. Miezi ya kwanza nilikuwa na hisia kwamba ardhi imeanguka chini ya miguu yangu na ninaanguka milele. Usiku fulani nilikunywa mno. Nilikaa kwenye balkoni na chupa ya pombe kali nikifikiria nyota, nikiuliza yote yalipotea wapi. Siku nyingine sikuweza kutoka kitandani. Sikuwa na nguvu ya kunyoa au hata kuvaa soksi. Lakini muda una njia ya ajabu ya kurekebisha vipande hatukujua vilikuwa vimevunjika. Polepole nilianza kuamka mapema. Nikaanza tena kula kifungua kinywa cha kweli, mayai, mkate uliooka, kahawa nyeusi. Nilifanya urafiki na mbwa wa jirani, mzee mwenye tumbo aliyekuwa akiingia bustani yangu na kukaa kama nyumbani kwake. Nilimwacha. Nilinunua fimbo ya kuvua samaki muda mfupi baadaye. Hakuna cha kisasa, tu kwenda ziwa wikendi. Kutupa kamba, kuacha upepo unizungumzie. Nilijiandikisha pia katika kundi la wachezaji wa bao. Alhamisi jioni, katika baa ya eneo lenye meza zenye kunata na bia rahisi. Vijana kadhaa kutoka ghala la vifaa vya ujenzi, profesa mstaafu na mimi. Sio mabingwa, lakini tuko. Na kwa kushangaza, inatosha. Bado ninakuja kumfikiria. Sio kama zamani. Sio kwa chuki. Tu kama mtu niliyemjua, kama rafiki wa zamani anayepotea. Nimefanya amani na yote. Na alichofanya. Na nilichopoteza. Na toleo langu nililoacha nyuma. Sina uchungu, niko huru. Na sitapuuza kamwe tena kile matumboni yangu yananambia. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri watu wanaweza kubadilika kweli baada ya kudanganywa, au imani ikivunjika hupotea milele? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utoe like.